Unakuta kwamba kila mtu yuko na neema yake, kuna grace fulani Mungu anakuanga amepatia kila mtu. Na kuna jinsi ambavyo watu wanakuwa wanafanyanga kazi namna yao. Unakuta kwamba mtu anaweza kufanya kazi ambapo unaangalia unasema kwamba hii watazamaji wote wa Tomaso Senior Show, nachukua nafasi hii nikapate kuwakaribisha tena kwa video nyingine kwa ajili ya series ambayo nimekuwa nikizungumzia kuhusu mambo fulani, mambo ambayo yanafanyika katika society na katika jamii yetu ya kila siku, na nakuletea part nyingine tu ambayo itakuwa ni muendelezo wa ile somo ambalo nilikuwa nimeanza kulizungumzia kuhusu mambo na wafanyikazi na wale ambao ni bosses wao. Kama ni mara yako kwanza kukutana na video yangu yote ama video yangu hii, naomba tu kaweze support channel yangu kwa kuweza kusubscribe. Alafu kisha subscribe, weka notification bell ikapate kukaa on, ili kwamba nikiweka video mpya ukaweze kupata kuwatch. Na mtazamaji, ningeomba tu ukiona notification imekuja pale ya kwamba nimeweza kuupload video mpya kwenye YouTube channel yangu, usiweze kupuuzilia, bali naomba tu ukaweze kufika pale ukipata muda na ukiwa na internet ama data, fika pale kwenye YouTube, fika pale kwenye channel yangu ukaweze kuwatch video ile. Alafu kisha watch pia usiwache hivyo tu, naomba tu ukaweze kunifanyia jambo lingine. Nashukuru kwa kuwa umeweza kuwatch, but watching only haitakuwa si ya kutosha, bali niwekee comment yako pale, niwekee comment pale, na nakawaida kwamba nitaweza kurudisha comment yote ambayo nitaweza kuipata pale. Ningeomba tu pia ukaweze kushare link ya video ile na marafiki zako na contact zako, na nitapata kushukuru sana tena zaidi. Katika somo hili ningependa kufanya tu machambuzi mengine tu kuhusu wafanyikazi na bosses wao, na nitakuwa nazungumza tu generally tu kuhusu both parties ama both sides, kati ya waajiri na waajiriwa. Na nikasema kwamba ni mambo ambayo katika society yetu ya kila siku, watu wanaandikwa kazi kila siku, watu wanakuwa na interact na bosses wao kila siku, bosses wanakuwa na wafanyikazi wao kila siku, kila wakati, kila mwaka, ama miaka inapoenda, siku zinapozidi kwenda, miezi inapozidi kusonga, unakuta kwamba kuna kuajiriwa kazi, kuna kusimamishwa kazi, kuna kuinteract na wafanyikazi na wale bosses pia kuna kuwa ni ile interaction ambayo inakuwa iko kila siku. Nitakuwa nakuletea hoja mbalimbali na nitakuwa nikiweza kujadili somo lile. Na katika somo hili ningependa kuzungumza na kusema kwamba mambo haya ambayo yanakuwa yanastahili kuzingatiwa katika mambo na kuajiriwa kazi na kuweza kuajiri kazi. Nataka nikaweze kuzungumzia kuhusu wale ambao ni bosses ama wale ambao ni employers, wale ambao ni waajiri, kuhusu wafanyikazi wao. Na ningependa ukapate kujua kwamba wafanyikazi wengine sio rahisi kupata kukua replaced. Some employees are not replaceable. So unaweza ukasema kwamba ni sawa, mfanyikazi amefanya makosa, ama unaweza kuwa imefika mahali ukasema kwamba you don't need the services of your employee, na ungependa kuweza kumreplace. So katika ile harakati ile unakuta kwamba kuna wale mabosi ambao wanapenda kubadilisha wafanyikazi baada ya muda fulani. Au wako na ile sheria wanasema kwamba I cannot work with the one person for 2 years, I cannot work with the same person for 1 year, I cannot work with the same person for this period of time. Ile time ikifika ile, they think or they look forward to dismissing that person and replacing them. So kama boss nataka nikueleza kwamba some employees are not easy to replace. Yaani kuna wafanyikazi wengine, yes, unaweza ka replace ni sawa, lakini unapozingatia ile character yao, tabia zao za kikazi na performance yao ya jinsi ambavyo wanakuwa wanafanya kazi pale kazini, inakuwa ni ngumu kuweza kupata kwa replace. Inakuwa ni ngumu sana, because unakuta kwamba you can be doing the same task, tunaweza kuwa tuko assigned for the same duty, but the way we perform, the outcome ama the final result inakuwa iko tofauti sana. Mtazamaji, inakuwa iko very very different and totally different. Yes, that's how things are.
kuna watu ambao kuna neema fulani hivyo, unakuta kwamba tunapokuwa tunafanya kazi katika hizi makampuni hizi, katika hizi maboma hizi, katika sehemu mbalimbali za kikazi, unakuta kwamba kila mtu yuko na neema yake. Kuna grace fulani Mungu anakuanga amepatia kila mtu, na kuna jinsi ambavyo watu wanakuwa wanafanyanga kazi namna yao. Unakuta kwamba mtu anaweza kufanya kazi ambapo unaangalia unasema kwamba this is beyond education, ni beyond ile professionalism yake. There's some kind of power behind it. Unakuta kwamba there's a divine power behind that person performing and executing their duties. So huwezi niambia kwamba watu wanafanya kazi kwa kuweza kufanana. That is a lie. Tazamaji. Na unakuta kwamba kuna watu kiwafuta kazi, hiyo inakuanga ni the end of your the end of your company or the end of your business. Tumeona kwamba kuna watu wanakuwa na ile grace, na ukikuwa na watu katika kazi yako ama katika sehemu yako ya kazi ama katika kampuni yako, utasonga sana. I'm telling you, you are going to make crazy profits. In terms of profits utakuwa unapata faida kubwa sana katika kazi yako, katika biashara yako. But once you dismiss these people, you see, and kitu unakuta kwamba one saddest thing ni kwamba some bosses don't realize this. Kuna kampuni saizi bado zimesimama kwa sababu ya watu fulani. Kampuni ilikuwa na fifia, then they employed a certain person, akakuja akakaa pale, akaweza kupeana knowledge yake na skill zake. Akaweza kuombea ile kazi, ile kampuni ile akapata kuiombea, and from nowhere tu kampuni kaanza kujisimamia, ikaanza kupick, nikafika mahali saizi kampuni inapepea. Watu wakikwambia zile profits ambazo wamepata kutengeneza kwa mwaka, some companies unakuta kwamba wako na 6 digit profit. Hiyo ni profit. In terms of profit unakuta kwamba unaongelea millions, and it is because of one person or two people that have been there with that grace, serving that company with the grace that God has given unto them. Kuna watu ukiwa na wao katika maisha yako, unakuwa unabarikiwa sana. You move forward. Unasonga kusonga, unapeperuka kupeperuka, unapepea kupepea. You move so fast because of the grace they carry and because of the prayers that they pray. So thinking of replacing anybody, some people are not replaceable. Yes, unaweza ukachange ile board, unaweza ukachange wale ambao ni viongozi pale. You can do that. It is under your power, but there are people you cannot replace them. Unaweza replace mtu ambaye anakuwa mtu wa kutegemewa. There are people who are assets in companies, in businesses, in jobs. Pale nyumbani uko na mfanyikazi, yule ni asset. Anafanya kazi zaidi ya ile ambayo ulikuwa umepata kumwandika ile. They go beyond. They do an extra mile. Yaani kuna watu wao wanajituma sana. And unataka kuniambia kwamba you can replace this person? You can't. The energy and the dedication. You see, watu wako tofauti sana. Na tumeona kwamba watu wanaweza kuwa wanafanya the same task, but the way wanaenda kuifanya ama kuiperform inakuwa iko tofauti. So as a boss, you cannot replace this kind of a person or this kind of an employee. Huwezi kumreplace tu hivyo rahisi. You can't. Kuna watu pia wako hard working. It's not everybody that is hard working. Kuna watu ambao I've said that they go an extra mile. Yaani wanafanya kazi kwa bidii, wanajituma kujituma. Wanafanya kazi ni kama ile kampuni ni yao. It's like they own that business that they are working for. Wanafanya kazi sana. They do work with passion. Wanapenda ile kazi yao. Wanaipenda sana na wamejitolea kufanya ile kazi kama ni kazi yao wenyewe. They go an extra mile. Na wewe sema kwamba ni kwa sababu ya salary. You see, some people are working even they are performing beyond the salary. Mtazamaji, yeah. The people who go an extra mile mpaka unashangaa tu. Unaweza na mali upate kazi inafanyika pale hadi ukashangaa. Ni kwa sababu watu wameweza kujituma pale. That people are very hardworking. And this hardworking character or this hardworking virtue is not in every person. It's a lie.
So kila mtu ambaye yuko hard working, kuna mtu ambaye anaweza enda ile mile umemwambia useme kwamba afika hapa, atafika pale na akaweza kustop pale. Lakini kuna wale ambao wataenda an extra mile. Yaani vitu zisipofanyika vizuri, they feel bad. They possess, they own that company, they own that business. It's like theirs. When things are not working right, they feel bad. They feel bad because they work for that company, they work for that business. They want things to run smoothly. Something else, you cannot replace somebody that is dedicated. You can't. Uwezi, ndio sababu unakuta kwamba kuna watu wanafutangwa kazi, wengine wanaandikwa. Na wengine wakishaandikwa hivi, hapo ndipo inakuwa ni mwanzo, ama inakuwa ni the beginning ya masaibu katika biashara fulani ama katika kampuni fulani. Hapo ndipo masaibu yanaanziaga. Umeona kampuni zinakuwa under new management. Sasa ile board ya kitambo inatolewa, wanaweka board mpya. Sasa mashida za makampuni na hasara, talk of losses. Talk of crazy losses zinaanziaga mahali tu mahali fulani hivi. After mambo yamebadilishwa hivi, mambo yanaanza kubadilikia pale. After boss ametoa mtu fulani kazi akaleta mtu mwingine, expecting this person to perform like the other person, unakuta kwamba inakuwa ni the other way around. Things are not working right. Inakuwa ni vile. Na kuna hawa watu wa sales wanafanya kazi ya sales and marketing. Unapata kama mtu amepata kuajiriwa katika kampuni fulani, anafanya kazi ya sales and marketing. Na huyu mtu anapoenda kwa field kufanya kazi, ako na kibali na ako na neema fulani hivi, ako na grace fulani hivi, unakuta kwamba anafanya sales za juu sana kwa ajili ya profit ya ile kampuni ambayo ayapata kuajiriwa. So ukiziambia kwamba unafuta mtu kama huyu kazi, mtu ambaye anauza kazi yako, anauza biashara yako, alafu na unaweza kumsimamisha kazi, ama unasema watu mtu aende ni ikaweze kureplace na mwingine, hapo nakuwa umejikosea. Naona kwamba this kind of doings zimepata kuaffect kampuni kadha wa kadha. Kuna bosses ambao walipata kudismiss some of their sales team. After pale mauzo yakaanza kwenda chini. Kampuni ikaanza kukua na hasara, pesa zikaanza kukua na ukosefu, ama pesa zikaanza kukua less, ama pesa zikawa zinaingia kwa uchache kwenye kampuni ama kwenye ile biashara ama kwenye ile kazi. So you cannot replace people that are dedicated. Na kuna watu wana go beyond what they have been tasked to do. They go beyond, they go that extra mile. Wanapenda kazi yao na wanajituma zaidi tena sana. So you cannot replace that kind of a person. So si kila mtu ambaye yuko replaceable. It's a lie. So si kila mtu ambaye yuko replaceable. So kila mtu. Yeah. So kigundua mtu ambaye ako na neema fulani ambaye anatembea nayo, as a boss, huyu mtu jaribu kukaa naye karibu, jaribu kukaa naye kwa uzingatifu na kwa umakinifu na kwa uzingatifu. Nitakuwa ni jambo la busara, ama litakuwa ni jambo zuri ambalo litakuwa ni kwa ajili ya manufaa ya nyinyi wote. Itakuwa ni kwa ajili ya manufaa yenu nyinyi nyote. Mtu anaweza kuwa amesoma, kuqualified, ako na makaratasi, lakini some things are beyond papers, some things are beyond schooling. They need some kind of grace, divine interventions. Yaani zinahitaji mkono wa Mungu pale. Kuna watu wamesoma, wako na mkono wa Mungu na wanafanya vizuri sana. But you can be educated, but you don't have that grace. So utakuwa unatumia akili yako. But you see, when you have got that knowledge, you've got that skill, you are educated in that field, alafu kuna neema ya Mungu ndani mwako, my friend, it's going to be amazing. It's going to be wonderful. It's going to be marvelous. The performance, itakuwa super, itakuwa nzuri sana kabisa. Something else that I want to say ni kwamba wala ambao wafanyi kazi, wewe kama mwajiriwa wao, you don't need to be that perfect. Nobody is perfect. We've got all flaws. But in terms of work, employees don't need perfect employers. Si lazima watu uko perfect, ama uko mzuri sana, ama uko mkamilifu kwa kiwango fulani ndio ukaweze kuajiri mtu kazi. Kitu ambacho employee anahitaji, wanahitaji tu uongozi ambao uko sawa, leadership ambayo uko mzuri. Kama ni in terms of management ikapate kukua iko sawa, bora management iko sawa. Some employees don't look at
how their leader is or how the employer is. They don't look at that. They just look at the leadership. How is the leadership there? Kama leadership yuko sawa, they are good to go. Kazi itaenda kufanyika. Tazamaji. Na pia kama unapata kwamba yule employer yuko na board ambayo inakuwa inaongoza wale wafanyikazi, kuna managers, kuna supervisors, kuna team leaders na kadhalika, kulingana na structure ya ile kampuni ama ile biashara ama ile kazi. When the leadership team iko sawa, employees wako sawa tu, wanakuwa wako sawa, they are good to go na watafanya kazi. Kitu cha muhimu hapa ama kitu cha maana ni the way these employees ama the way hao wafanyikazi wanakuwa wako motivated. So as an employer also, you need to come up with the ways of how you are going to motivate your workers to go and work in the field. Usikue boss wewe ndio umekaa pale, wewe ndio mwenye kusema, you give commands, you give orders. Kila ambacho umesema ndicho final. Uwezi ukasikiza wale ambao ni wafanyikazi wako. You see, there are some bosses, they don't listen to their employees. Wanasema sasa ataniambia nini? Hakuna point gani muhimu ambayo anaweza akaniambia? Anaweza akanishauri lipi? Haujua kwamba I'm the founder, I'm the CEO, I'm the chief executive officer. I'm the director. I'm the manager here. Unaniambia nini? You are my junior. Tazamaji, that is not the way work is done. So unapokuwa na that kind of behavior towards your juniors and towards your staff, watakuwa demoralized, they're going to be demotivated, they're going to be discouraged. Hata mtu akileta maoni yake hivi and you don't listen, atasema there's no need of me taking my opinion there, because at the end of the day haitasikizwa. Naweza nikaandika maoni yangu, naweza nikaandika kila ambacho nafikiria ama kila ambacho ningetaka kifanyike, lakini hata kama nitakaandika itakuwa ni kazi bure kwa sababu sitasikizwa. Kunakuwa na zile communication avenues ama suggestion boxes zinakuwa zimewekwa pale, una drop pale suggestion yako, lakini nothing is done, no action is taken. Unapuuziliwa. So unapojua kwamba leadership yako iko vile, the workers will be demotivated na itakuwa si vyema kabisa. Itakuwa si vizuri mtazamaji. The workers wakishajua vile, hata watakuwa na bidii ya kuweza kufanya kazi. Okay, they'll be saying, okay, let me do my task, but I cannot go beyond here. Wacha niingie kazini kwa sababu nafaa kuingia kazi. Wacha nifanye ile ambayo niko assigned kufanya. Ili kama tokiko na shida, hata sema, atanyamaza, atasema hao watu wana shukrani. They are not grateful. At the end of it all, I'm going to be dismissed. Whatever I'm saying, itachukuliwa hivi tu. Hivi. Na hata maybe pale kazini ushaona kuna watu kama wale. You tell them something, wanachukulia hivi. They don't take action. They don't take any action. Unakuwa, it's kind of you are being assumed and nothing is being done towards what you are saying, ama what you are thinking, ama what you are suggesting. Inakutapuziliwa tu, inakuwa ni vile. So hata maybe mna discuss jambo fulani, how you are going to advance and move forward. Mtu anapokuwa anatoa maoni yake fulani hivi, kuna kiongozi anakuwa yuko pale, sema huyu hata anasema nini hapa? What is this person saying? There's nothing that he's saying that is important, and you are assumed, you are dismissed, and that's how things end up being. So when somebody is already demotivated, they cannot give their best. Watasema hapana. Wakishakuwa demotivated inakuwa ni vile, anakuwa demoralized. Mtazamaji, that's how things are. That's how these employees look at you as an employer, and they look at you as the leadership team. So as a leader also, unapokuwa unaongoza watu, you need to have that kind of wisdom of leading. You know, leading is not easy. Leading si rahisi. Kukuwa kiongozi si kazi rahisi. Hususan unapokuwa unaongoza watu, haikuangi ni rahisi. Kitu kingine hapa ambacho ningependa kuzungumzia hapa pia ni kuhusu employers, ni kwamba in that line of motivation, angalia kitu ambacho kitaweza kumotivate wafanyikazi wako. What motivates them to get into work? Yes, of course kuna ile salary, but apart from salary, mtazamaji, yeah, it is beyond salary. Kuna kazi zingine ambazo ziko beyond ile mshahara. Mtazamaji, mfanyikazi anapokuwa na look forward to something,
anakuwa motivated to get into that work. I'm telling you, I'm going to be amazed by the results. Performance itakuwa iko super. Performance itakuwa iko nzuri sana. But if they don't have anything they look up to wanapokuwa wanakuja kazini, itakuwa si vizuri kabisa. Then there's a quote that I want to quote. Na kuna mtu aliquote hapa, anaitwa Dr. Bob Nelson. Aliquote akasema hivi, take time to appreciate employees and they will reciprocate in 1,000 ways. Hapa alikuwa anazungumzia bosses. Just take your time. Take time to appreciate employees and appreciate them. Notice them, identify them. Wacha waone ya kwamba yes, I'm recognized. Boss anaona effort yangu, ama anaona effort zetu za kikazi. Mtazamaji, na nakumbuka kuna contract tulikuwa tumepatiwa, kuna assignment tulikuwa tumepatiwa mahali. So one day the CEO of the company akakuja kutembelea pale kwa ground, aone vile kazi inafanyika. So alikuja akakuwa na meeting na wale ambao walikuwa wametupatia kazi. They had a meeting. After pale wakatuita, then we had to take a photo. But there's one thing that the CEO said. Akasema kwamba ile feedback nimeweza kupata ni feedback ambayo iko nzuri. I want you to know this. Akasema hivyo. Akasema kwamba you are the company. Bila nyinyi kampuni hakuna. You are the company. You see, I remember those words and nikasema huyu ni CEO anaongea hivi, kumbe ameona effort yetu, ameona bidii yetu. And you see, we were so motivated. Ile team ambao tulikuwa tunafanya nao kazi pale, we were so motivated, tukasema kwamba if the CEO can say this, that means he has recognized our work. Ametuona sisi, ametambua kwamba sisi ni watu wa maana. Mtazamaji, lakini kuna wale ambao ni CEOs, kuna wale ambao ni employers, hata wafanyikazi wao hawajaiwaona, they don't know them. Mtazamaji, yeah, imagine you are working somewhere na hata ujui yule ambaye ni CEO pale, ujui director wa ile kampuni, you don't know them. Sababu kwamba CEO anatutambua, anajua kwamba tunafanya kazi, CEO amejua kwamba we are the pillars of the company, CEO ametutambua, bodi ya kampuni imetutambua na tusikizaga, at least they give us a priority, they listen to us, wanashughulikia malalamishi yetu, they look at us, whatever you are saying wanashughulika. You see, there's a way they are going to reciprocate. Kuna jinsi ambavyo watapata nao kurudisha mkono kwa yule ambaye ni mkubwa pale, ama wale ambao ni wakubwa pale, and they are going to give their best. Tukasema kwamba wafanyikazi, you need to give out your best, but one of the ways of giving out your best is through being appreciated by your employer or by your boss. So as bosses, look for the way of how you can appreciate your employee or your worker, yule ambaye anakufanyia kazi, mu appreciate tu, na ataona kwamba boss ananitambua, boss ameona kwamba nafanya kazi nzuri, boss amenijali, na kupitia pale performance itaenda kupanda, matokeo yanaenda kukua juu, performance itakuwa iko right. But if you are the one, you are that kind of a boss that demoralizes the workers, you see, the workers, they are going to strike. Ama utapo ile mgomo baridi, go slow. So kama boss hatutambui, haoni kama tunafanya kazi ya maana hapa, haoni kama, haoni kabisa. Kila siku anatutusi, anatuambia maneno, anatuambia 1 2 3, anatuudhi kila siku. Na sisi tunakumfanyia hivi. Kapsulo tu, kama mgomo baridi tu. Kama ni contract kampuni yako imepatiwa, wanaharibu contracts. Mtazamaji, and one of the ways ya kuweza kumdemoralize wafanyikazi ni kuwachelewesha mshahara. You see? Wacha kuchelewesha mshahara mfanyikazi wako, iko ni the last thing ambayo unaweza kufanya. You see, kulipa mfanyikazi mshahara late inamfanya akaweze kukua na ile go slow, ile go slow, mgomo baridi ile na go slow, anakuwa demotivated, anasema kwamba sasa hata sijapata mshahara, naenda kufanya nini pale? Kama ni kazi anaanza kuchelewa sababu hajapata kulipwa kwa wakati wake. But unapolipa mfanyikazi wako mshahara kwa wakati wake, anasikia, anakuwa yuko sawa, anasikia vizuri, anakuwa yuko sawa, na hata performance yake inakuwa yuko sawa. At least anakuwa ana reciprocate kwa kuweza kufanya kazi vizuri. Kama ni assignment iko pale, anafanya kazi vizuri, matokeo yanaonekana. Hadi wale ambao ni clients wenu wanapeana positive feedbacks,
wanakuwa wako sawa kabisa. It is that simple, bosses. Wewe kama boss ama sisi kama bosses, let us look into ways of motivating our employees ili ya kwamba wakapate kupeana their best. You see, uzuri ni kwamba ukishamotivate yule ambaye ni employee, ukishamuonyesha kwamba unamtambua na ukaweza kumappreciate, these people will reciprocate that one in 1,000 ways or in many ways. Wataweza kurudisha mkono kwa njia nyingi sana. They're going to get into that extra mile vizuri kabisa. Watajipanga vizuri na they are going to give out their best. So just take time as an employer, take time to appreciate your employees. Appreciate them. Wacha ajua kwamba hao ni watu wa maana. Let them know that they matter to you. When they know that they matter to you, they're going to stay focused. They're going to stay on the lane. They're going to give out their best. They are going to perform in terms of performance. Utafurahia. Just appreciate them and take your time to appreciate them. Jambo lingine pia ambalo ningependa kuzungumza juu ya bosses hapa sasa ni kwamba let your employees know that you will support them as their boss. Na hakuna kitu kizuri kama mfanyikazi kujua kwamba hii kazi ambayo ninafanya boss wangu ananisupport. There's nothing as good as that. When they know that the boss is behind them, they're going to do well. You see, it's going to increase their confidence because they know my boss is with me here. My boss is with me in this kind of task that I am doing. Tajiri wangu ananitambua, ananiunga mkono na ananisupport. So, wanapojua vile, wanakuwa na confidence ya kuweza kufanya kazi kwa njia ambayo ni mzuri na inakuwa ni jambo ambalo lina busara, jambo ambalo linakuwa ni jema kabisa katika maisha ya yule ambaye ni mfanyikazi wako. Appreciate them. Motivate them. Wacha kuwe na kitu ambacho kinawafanya naamka mapema, kufika pale ofisini, kufika pale kazini, kuweza kufanya kazi. Let them have something. Na pia unapokuwa wewe ni leader ama unapokuwa wewe ni employer na kuna wale ambao wako chini yako, kuna managers, kuna supervisors na kuna viongozi wengine. Encourage these managers and these supervisors to encourage the stewards. Let them do what they are required to do. Wacha wakaweze kumotivate wale ambao ni stewards, wakaweze kufanya kazi ipasavyo, wakaweze kufanya kazi kwa njia ambayo inastahili ili kwamba matokeo yakapate kutokea. Wanapokuwa hilalamika, wasikize. You see, there are some employers ama kuna matajiri wengine, they don't listen to their employees. Hawasikizi malalamishi ya wale ambao ni wafanyakazi wao. So kama kiongozi ama kama board, itakuwa ni vizuri kama utaweza kusikiliza kilio na malalamishi ya wale ambao ni wafanyakazi wenyu ama mfanyikazi wako. Itakuwa ni vyema sana. You see, kuna hata yule ambaye ni mfanyikazi akijua kwamba boss ataweza kumsikiza, ataweza kumsikiza, anakuwa anajua kwamba boss ataweza kunisikiza na ataweza kunitatulia jambo hili ama hata issue inapokuwa ina arise pale kazini. Just talk to the leadership team that is there. Kama ni supervisor, talk to them or to the immediate leader that is there. Kako pale, kuna supervisor ako pale, kuna manager yuko pale na kuna some other leaders ambao wako pale. Hata kabla issue kaweza kufikia yule boss, wasi team ya leadership ambayo iko pale chini ikaweza kutatua issue kama ile, unless issue imekuwa ngumu sana na imekuwa kubwa sana such that inabidi kaweza kufikia CEO ama yule ambaye ni mwenye kampuni. Hapo ndipo anaweza akaintervene. But if the issue is small ama issue ndogo hii, yule ambaye yuko pale, that immediate leadership ambayo yuko pale ama the immediate team of leadership that is there can handle the task or can handle the problem that is there, and you listen to them. But if you just look down on them, you treat them contemptuously, hapo inakuwa kuna tatizo kubwa sana. Hapo ndipo sasa unakuta kwamba itakuwa one of the ways of scattering your workers. Sema hapo hapana, wanaenda kuwa na ambassadors ambao wanasema kwamba tusiende hapa, usifanye kazi kwa ile ofisi, usifanye kazi kwa kampuni fulani. Why? Because ukienda kufanya kazi pale, hata kama kutakuwa kuko na shida, watu ambao wako pale hawasikizangi watu. Even if the person was looking forward
joining your company, to joining your organization, anasema kwamba pale niliambiwa the leadership don't listen to the employees. So anasema hapana, hata hapo sitaangalia kazi hapo, acha niangalie kwingine. And maybe that person would have been an asset, angekuwa mtu wa maana katika ile kazi ambayo angekuja kufanya mahali pale. So unakuta kwamba anakuwa turned away by what they hear from your people. You see, they are ambassadors. Unapokuwa unawafanyia vizuri, they are going to be good ambassadors. So kuna bad ambassadors and good ambassadors. Tazamaji. So if you want your people to be good ambassadors, treat them well. Wafanyie vizuri, treat them well. Listen to them. Sikiza malalamishi yao. Then wacha solution ikaweze kuwa ikipatikana. Na itakuwa ni jambo ambalo litakuwa ni jema kabisa. Mtazamaji, nimefikia pale kwenye video yangu ya siku ya leo kuhusu wafanyikazi na waajiriwa, employees and the employers, yani bosses and employees. Niweza kufikia pale. Kuna kitu sijasema, niandikia pale kwenye comment section. Ukiweza kuwatch video hii na kuna kitu ungependa kusema, niandikie pale, nielezee pale kwenye comment section, na nitapata kujibu, nitapata kurudisha, nitapata kurespond kile ambacho utakuwa umeweza kuniandikia mahala pale. Kama kuna video yangu yote imepata kukuguza, kindly naomba ukaweza kushare na contact zako, na ukaweza kusaidia channel yangu ikapate kugrow, na nitashukuru sana. Na pia nashukuru wale ambao wamenisupport, wale ambao wamesubscribe kwa channel yangu all along. Hiyo miaka yote nimekuwa kwenye YouTube, wamekuwa kinisupport, nimekuwa nikifanya video, wamekuwa kinisupport, wana watch kazi yangu, wamekuwa kishare, wana watch na kurudia na wanakuwa naguzwa na zile video zangu. Nashukuru sana, and I don't take it for granted. Si kawaida. Nashukuru sana, wewe ni mtu wa maana katika kazi yangu. Tembelea channel yangu, kuna video nyingi pale. Unaweza ukawatch, ukiwatch, like, comment, without forgetting subscribing and sharing. Nashukuru sana. Karibu sana. Karibu tena. Karibu ndani ya Tomaso Senior Show. Tukutane kwenye video next. Thank you and bye bye.